watoto wake wamekuwa baraka kweli kwenye kanisa letu. Hata juzi tumemchukua mtoto wake mmoja, tumemchomoa wala hatumwambia. Kwa leo tunamuona hapa Jessica. Kwa nini? Mungu amemwandaa muda mrefu. Unaweza ukaandaliwa na watu usifanye kazi nao, lakini Mungu anakuandaa. Kwa ule mimi hapa, sisi hapa. Nilikuwa nawaambia watu, mama anakaa mmoja. Sio nakaa hapo. Unasali hapo. Naisienda zidichi. Pale kwangu majira zangu nikaiketi. Saa 11:30 wamejaa kanisani. Huko wamejaa, wanafurika, wanafanya ibada. Kwangu mimi saa 4 wanakuja hapo namna hiyo. Wamechoka kweli kweli. Sasa kaambia, sasa nani anamjua Mungu zaidi? Ondoeni jina Pentecoste basi, wekeni Roho Mtakatifu ndani yenu. Kwa hiyo Jessica, Mungu amekuandaa pamoja na mume wako. Akawaleta mahali hapa kwenye nchi ardhi. Nilikuja hapa wakati fulani. Moja ya makanisa yetu ambayo yanakuwa kwa kasi pamoja na kanisa lako. Hivi. Miaka nyuma pale Ridley Street tulikuwa hatujui kitu kingine chochote. Tulikuwa tunajua maombi na maombezi na kufungua watu na kutoa mapepo watu. Ikafika mahali tukatosheka. Sasa tunarudisha. Bwana asifiwe. Na hii natoa wito kwa wachungaji wetu wote. Tumruhusu Roho Mtakatifu aanze kufanya mambo ambayo hayajawahi kufanyika kwenye nchi yetu. Ili taifa letu lipone. Watu wetu wapone. Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu alisoma Rugamba form 5 form 6. Wakaokoka wakiwa pale. Baadaye ikapigwa marufuku, hakuna walokole kwenda kufundisha pale. Maana watoto wa wachungaji waliokoka miaka hiyo acha. Lakini kumbe Mungu alikuwa anaandaa. Amemtoa huko kote aje Bukoba kumwandaa kuwa mke wa askofu mkuu wa KLPT. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu anatuwezesha na anayajua yote, anayaweza yote, anafahamu yote. Na mimi nasema muujiza unaanzia nyumbani kwenu.